unavyosema tusiache labda kukaa kuna misconception. Umeainisha kwamba umwindozi Lowassa kwa sababu ulishaainisha kwamba ni mchafu. Sasa ndio kijana wako alikuwa anauliza hapa Karume. Sasa sijui kama hili lina ukweli. Kama halina ukweli sema tu ili tusiliache likaenda. Kwamba mzee alituambia Lissu ni kigeugeu, iweje nao wamemsafisha? Hii na ukweli? Hapana, mimi na Lissu tumegombana kitu kimoja. Someni kitabu changu. Lissu alisema tuko tayari kusaini mkataba hata na shetani. Kama kwa kusaini mkataba na shetani tutaiondoa CCM. Mimi nikasema kwa hilo la kuungana na shetani siko tayari. Mimi padri wa kanisa Katoliki, maanake hata kama nimeondoka kanisani mimi bado upadri huwa haufutiki. Mimi padri wa kanisa Katoliki siwezi hata siku moja nikaungana na shetani hata kwa jambo lolote lile, hata kama lingekuwa jema namna gani. Hata ukiniambia nitakupa dhahabu ukubaliane uungane na shetani, nitakataa hiyo dhahabu kwa sababu shetani ni shetani na shetani hawezi kusafishwa hata kwa njia yoyote ile. Sasa nilichosema kwenye kitabu changu ni hicho, kwamba siko tayari kwa njia yoyote ile kukubaliana na mtu yeyote ambaye anataka kumuunga shetani. Nadhani umenielewa sasa. Nimekuelewa na nashukuru kwa sababu ilibidi niliulize ili kwa sababu hizi chats zinabaki na zinakuwa access, sasa isije ikaacha tofauti. Hapana, iko kwenye kitabu kabisa. Lissu alitamka hilo, na kwa hilo hata kesho na kesho kutwa nitamkatalia. Kwanza nimefurahi kumuona. Sasa Dr. Wilbrod Slaa aliingia kwenye chama cha CCM, yani kaingia kwenye dimbwi lote hilo. Alimkataa Lowassa, amekataa mikataba na shetani, lakini Magufuli alivyomteua kwenda kuwa balozi, nafikiri alifurahi kweli kweli na kuongelea lolote kuhusu Chadema. Labda ile anatuambia. Mimi nafikiri Mende usirefushe zaidi. Hilo swali ni la kijinga. Utumishi wa ubalozi ni utumishi uliotukuka duniani kote, sio utumishi wa siasa. Dr. Slaa hakuingia siasa, aliingia kwenye utumishi uliotukuka, utumishi wa taifa. Sasa tatizo ni msiojua, nashindwa kutofautisha siasa na utumishi katika taifa. Hilo ni swala la kutokufahamu kwako. Sina muda zaidi wa kulifafanua, ningeweza kulieleza. Asante, kwa heri. Asante sana Dokta, nikutakie siku njema. Ili ulishalifafanua awali, msamehe Mende labda kuwepo katika session za huko nyuma. Nikushukuru na nikutakia siku njema Dokta. Tutaona na Mungu atakapo. Asante baba, Mungu awabariki. Dr. Slaa, nitaka kuuliza kaswali kadogo tu. Kakujibu huku nakimbia. Uliza. Nitaka kuuliza hivi, kitu gani kilikufanya urudi uitangaze umerudi Chadema wakati kutoka Chadema? Maana officially hakuna mahala ambapo ulitoka Chadema na ukarudisha kadi ya Chadema, ila wakati wa juzi hapa tukasikia unarudi Chadema, kumbe ulikuwa umeshatoka. Hapana, mimi nilitangaza siku ile naondoka Chadema. Swala hilo ni swala la kutokuelewa pia kwa watu wengi. Huhitaji kurudisha kadi ya chama. Kadi ya chama ni mali yako. Kwa hiyo unapoondoka ni wewe unaondoka, huondoki na kadi. Kadi ni mali yangu. Na mimi siku zote nimesema kadi tangu nimeondoka tano kule nyuma sijawahi kurudisha, lakini hakuna mahali popote mtu anatakiwa arudishe kadi kama ishara. Kuondoka kwako unaondoka, na mimi nilitangaza leo naondoka Chadema. Nilitangaza. Kwa hiyo niliporudi nikasema narudi Chadema. Hakuna vinavyopingana hapo kisheria. Aya, basi mimi nikushukuru Dokta. Nashukuru, shukrani. Hizi dakika 3 Dokta, ingia tu barabarani. Tutaonana nyakati nyingine. Labda kwa haraka tu. Leo akiteuliwa kuwa waziri mkuu na chama cha CCM, rais akimteua kuwa waziri mkuu, si utumishi wa umma, kwa hiyo atakubali? Namuona kakimbia. Hajakimbia, ni alikuwa anatoka bwana Mende. Na hawezi kuteuliwa kuwa waziri mkuu kwa sababu waziri mkuu lazima awe mbunge wa kuchaguliwa wa jimbo. Ipo kwenye Nipashe
ambayo ilikuwa ina